Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Tukiendelea na darasa yetu kama ilivyokuwa ada yetu katika sharhi ya Alfiya ibn Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, na leo tutakamilisha inshallah mlango mzima tuliokuwa tumeusoma katika kuelezea masala ya al-mabni wal mu'rab, upande wa vitendo na upande wa majina. Kwa tunamalizia na kipengele cha mwisho kinachoelezea vitendo ambavyo vitendo hivyo vina harfu za illa mwishoni, baada ya kuelezea majina ambayo yana harfu za illa. Akaelezea Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, wa ayu fi'lin akhirun minhu alifun aw wawun aw ya'un famu'tallan urif. Wa ayu fi'lin, na kitendo chochote, akhirun minhu alifun, mwishoni mwa hicho kitendo kukawa kuna alifu, minhu kutoka katika hicho kitendo, alifun kukawa kuna alifu, au waun au kukawa kuna wau, mfano kitendo kama vile saa yasaa, au waun kama vile daa yad'u, mwishoni kuna wau, au yaun au ye kama vile jara yajri na rama yarmi, mwishoni mathalan kukawa kuna ya, basi fa mu'tallan urif, kitendo hichi kinajulikana kuwa ni kitendo ambacho ni mu'tal. Maana yake urifa mu'tallan, kinajulikana kuwa ni kitendo mu'tal. Maana yake mu'tal kwa maana kina harfu ya illa, na kinyume chake ni as-sahih, na kitendo ambacho hakina harfu ya illa. Kwa hiyo ni mu'tal, tunasema kwamba ni mu'tallul akhir, maana kina harfu ya illa mwishoni, sababu inawezekana ikawa harfu ya illa iko katikati au iko mwishoni au iko mwanzoni. Kwa hiyo ikiwa iko mwanzoni itaitwa ni mu'tallu al-awwal, ambayo inaitwa al-mithal, na ikiwa iko katikati inaitwa al-ajwaf. Mu'tallul aini maana yake kalima itakuwa na harfu ya illa, na ikiwa iko mwishoni ambapo ni mu'tallu al-lam, harfu ya illa ikawa ni lamul kalima ina harfu ya illa, kinaitwa kitendo hichi an-naqis. Kwa hiyo fa mu'tallan urif, kinajulikana kwa ni mu'tal. Fal alifa, kisha kaanza kuelezea sehemu za kuirabia. Fal alifa nuwi fihi, basi kama ni alifu inwi kadiria fihi, ndani ya hiyo alifu, lakini ghaira al-jazmi, sio katika hali ya kujazimisha. Maana yake utakadiria ikiwa kitendo kina alifu mathalan mwishoni, sawa sawa kitendo hicho kimerufaishwa au kimenasibishwa. Kama vile kitendo yasaa, utasema mfano yasaa Muhammadun ila alkhairi, na ukinasibisha lan yasaa Muhammadun ila alkhairi mfano. Kwa hiyo lan yasaa, kwa hiyo yasaa ile inakuwa ni kitendo cha fi'l mudhari'un mansubun bi an mudmaratan, Allahu akbar, inakuwa ni mansubun wa alamat nasbihi inakuwa ni fathatun muqaddaratun ala al-alifi mana min dhuhuriha at-ta'adhur. Na ikiwa kimerufaishwa vile vile pia yasaa Muhammadun itakuwa ni marfuun wa alamatu rafi inakuwa ni dhammatun muqaddaratun ala al-alifi mana min dhuhuriha at-ta'adhur. Ndio akasema ghaira al-jazmi, sio katika hali ya kujazimisha. Kwa maana ukijazimisha irabu yake unanasibisha kwa kuondoa harfu ya illa, na itakuja hapo mbeleni kuelezea. Mfano labda lam yasaa, lam yasaa unaondoa ile harfu ya illa mwishoni kwa kujazimisha, au lam yajri, lam yarmi. Kwa hiyo ukijazimisha inajazimishwa bihadhfi harfi illa, ambapo kule kuondosha harfu ya illa inakuwa ni niabatan anis sukun. Kwa hiyo kisha akasema wa abdi nasba, lakini dhihirisha nasba ma kunasibishwa kwa kitendo ma kayadu, kitendo kama vile yad'u na yarmi. Ndio akatoa mfano kayad'u yarmi. Kwa hiyo kitendo mfano yad'u na yarmi, hivi vitendo vinakuwa ni marfu, wakati huo vikirufaishwa inakuwa bi dhammatin muqaddara ala alwawi maana min dhuhuriha athqal, na kama ni yarmi itakuwa ni marfu bi dhammatin muqaddara ala alya'i maana min dhuhuriha athqal. Lakini vikinasibishwa vinasibishwa bi fathatin dhahiran, tofauti na kile kitendo kilichokuwa kina alifu mwishoni. Kwa hiyo utasema lan yad'u, lan ad'u min dunihi ilaha. Kwa hiyo lan ad'u hiyo inakuwa ni fi'l mudhari mansubun bi an wa alamat nasbihi fathatun dhahiratun fi akhiri. Lan yarmiya, kisha baada ya kuelezea warafa'a fihima, lakini katika hali ya kurufaisha katika hivi vitendo viwili yad'u na yarmi, au kitendo ambacho kitakuwa kina wao mwishoni au kina ye, basi inwi kadiria wa hadhif jaziman, lakini ondosha katika hali ya kujazimisha thalathahunna. Sema thalathahunna kwa maana vyote vitatu, kwa maana ikiwa kina alifu au kina wau au kina ye, sawa sawa ni yad'u, sawa sawa ni yarmi, sawa sawa ni yasaa. Ukijazimisha utasema lam yarmi, lam yad'u, lam yasaa, utaondosha
ile harufu illa mwishoni itakuwa fil mudhari wa majzumun wa alama jazmihi inakuwa ni hadhfu harfi illa niyabatan an sukuni. Kisha akasema taqdi hukma lazima, utakuwa umehukumu hukumu ya lazima wakati huo, wallahu aalam. Na hapo umemaliza katika upande wa vitendo kuelezea hukumu zake, vitendo vitakuwa vina harfu za illa. Ikiingia katika sharhi moja kwa moja anasema shekhe, wa ayu fi'lin akhirun minhu alifun au waun au yaun fa mu'tallan urif. Ashara, ameashiria ila anna al-mu'talla min al-af'ali, kwamba kile kitendo ambacho kitakuwa ni mu'tal kina harfu ya illa katika vitendo, nacho ni kipi? Huwa makana fi akhirihi waun, ni kile ambacho mwishoni kuna wao, kablaha dhamma lakini herufi nyuma yake ni dhamma. Na mfano yaghzu, anapigana vita, au yaun, au kuna ye mwishoni kablaha kasra, herufi nyuma ni kasra. Na mfano yarmi, au alifun, au kuna alifu kablaha fathatun, kabla yake kuna fatha. Na yakhsha, mfano yakhsha na yas'a na nyinginezo. فالالف يقسم الالف ان فيه غير الجزم وابن نسب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه من جازمه ثلاثه هن تقضي حكما لازمه. وذكر في هذين البيتين، kisha katika hizi beti mbili akataja kaifiyat al-i'rab fi al-fi'l al-mu'tal, jinsi gani unaweza kuirabia kitendo ambacho kina harfu ya illa. Fadhakara, akaelezea anna al-alifa, kwamba alifu yukaddaru fiha ghairu al-jazmi, hukadiriwa ndani yake lakini sio katika hali ya kujazimisha. Wa huwa ar-raf'u wan-nasbu, nao ni katika kurufaisha na kunasibisha. Na mfano zaidun yakhsha, kwa hiyo fayakhsha, kitendo yakhsha inakuwa ni marfuun, wa alamatu rafihi, alama kurufaisha inakuwa ni dhammatun muqaddaratun ala al-alifi. Walan yakhsha, na kitendo lan yakhsha pia yakhsha wakati huo imenasibishwa. Fayakhsha mansubun, wa alamatu nasbi, alama kunasibisha ni fathatun muqaddaratun ala al-alifi, imekadiriwa juu alifu. Amma al-jazmu, ama katika hali ya kujazimisha, fayadhharu, itadhihiri li'annahu lam yuhdhaf lahu al-harfu al-akhir, kwa sababu wakati huo haikuondoshwa mwishoni ile herufi. Na mfano lam yakhsha, au yakhsha wakati huo itakuwa ni fi'l mudhari'un majzumun bihadfi harfi al-illa. Kisha baadaye akaelezea wa ashara biqaulihi, na akaashiria kwa kauli yake aliposema wa abdi nasba ma kayad'u yarmi, nadhihirisha nasbu ya kitendo yad'u na yarmi, ila anna nasba, kwamba kule kunasibisha ndani yake yadhharu fima akhiruhu waun, kudhihiri katika kile kitendo ambacho ndani yake kuna wao au kuna yaun. Na mfano lan yad'u wa lan yarmiya. Kwa hiyo wakati huu itakuwa kitendo kimenasibishwa bi fa'alatin dhahiyatin fi akhiri. Wa ashara, na akashiria bi kauli aliposema wa rafa fihi manwi, na rafu ndani yake wasikadiria, ila anna rafa, kwamba rafu yukaddaru fil wawi, hukadiriwa katika upande wa wao wal ya. Na yeye na mfano yad'u wa yarmi, kitendo yad'u na yarmi, fa alama rafi, alama ya kufaisha hapa inakuwa ni dhammatun muqaddaratun ala alwawi wal ya, imana min dhuhuriha athiqal. Wa ashara bi qawli, na kashari kusema kwa kauli yake wa hadhif jaziman thalatha, unaondoa katika hali ya kujazimisha zile tatu, sawa sawa ni wao ni alifu au ni ye, tutakuja hukma lazima, utakuwa umehukumu hukumu ya lazima. Akasema kwamba tuhdhafu fil jazmi, huondoshwa zile herufi katika upande wa kujazimishwa. Na mfano lam yakhsha wa lam yaghzu wa lam yarmi, fa alamatul jazmi, alama kujazimishwa hapo ni hadhful alifi wal wawi wal ya, ni kuondoshwa alifu na wao na ye. Wa hasilu ma dhakarahu, lakini matokeo ya alivyoelezea shekhe, anna ar-raf'a, kwamba raf'u yuqaddar fil alifi bil ikhtisar, ukadiriwa juu ya alifu kiufupi, na wal wawi na wal ya wakati wa kurufaisha. Wa anna al-jazma, lakini jazmu yadhharu fi thalathati bihadfiha, kudhihiri katika herufi zote tatu kwa kuondoshwa kwake. Wa anna an-nasba, na kwamba nasbu yadhharu fil ya'i wal wawi, inadhihiri katika upande wa ye na katika upande wa wao. Wa yuqaddaru fil alifi, na ukadiriwa wakati huo katika upande wa alifu. Wallahu aalam. Kisha akaelezea chini kama faida, anaelezea katika namba 1, Sheikh anasema waqad warada ba'd al-arabi, lakini imekuja kutoka kwa baadhi ya Waarabu, nasbul fi'l al-mudhari, kule kunasibisha fi'l mudhari al-mu'talli bil wawi au bil ya'i, lakini bi fathatin muqaddara, kwa fatha yenye kukadiriwa. Wa min dhalika, na katika hayo ni kaulu Amir, ni kauli ya Amir ibn Tufail, anasema fama sawadatni Amirun an wirathatin aballahu an asmu bi ummin wala abi. Kwa hiyo fama sawadatni,
hakunifanya mimi bwana amiri au wirasa kutokana na kurithi abawahu an asmua. Kwa hiyo amekataa au an asmua bi abin, kule kuwa juu bi abin au bi ummin wala abin, kuwa juu kwa kupitia mama wala baba. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba mahalu shahidi alipoelezea kwamba hii an asmua imekuja imekadiriwa, baada ya asmua kudhihirishwa imekuja abawahu an asmu, maana yake wao ina sakina hapa, maana yake fatha yake inakuwa ni mukaddara, imekadiriwa juu ya hiyo wao iliyokuja hapo mwishoni. Wa min dhalika, na vile vile pia kuna kauli ya kaulu Andaj ibn Andaj anasema ma aqdara Allah an yudni ala shahatin mandaruhu alhaznu mimman daruhu sulu. Ma aqdara Allah inakuwa ni at-ta'jubiyya. Kwa hiyo ma aqdara wa uwezo ulioje wa Allah. Almuhimu mahallu shahidi ni katika sehemu an yudni. Hii an yudni maana yake kukifanya kitu karibu. Kwa hiyo an yudni hapa ilipo imekadiriwa yudni fil mudhari, imekadiriwa mansubun bi fathatil muqaddara ala al-ya'i, na hali ya kuwa asili yake kule tulipotoka katika ile ambayo itakuwa ni mashuhuri ni kunasibishwa moja kwa moja bi fathatil dhahira, takiwe an yudni, lakini imekadiriwa kama ilivyokuja na ilivyopokelewa. Kama warada anhum jazmul fi'li, kama ilivyokuja vile vile pia kuna kujazimishwa kitendo al-mu'tal, kitendo ambacho kitakuwa ni mu'tal bisukuni kwa sakna wa baka'u harfi illa, na kule kubakia harfi illa ka kauli Abdi Yaghuth anasema watadhaku minni shaykhatun abshamiyah ka'allam tara qabli asiran yamaniya. Wa watadhaku minni, kwa unicheka mimi kama ni shaykha mtu mzima wa kabila al-abshamiyah ka'allam tara qabli asiran. Wa mahallu shahidi ka'allam tara, hiyo tara hapo ilipo litakiwa iondoshe alifu tara ije ka'allam tara, kwa sababu ya harfu illa wakati ijazimishwe kwa kuondoshwa kwake, lakini ikawa imebakishwa, na ndio mahalu shahidi katika hiyo beti. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.